tunamwambia kama banasubutu hata sehemu nyingine tutabashika sasa, na wataona sasa hivi wataona. Baada ya kuchukua mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, waasi wa M23 wameanza msako wa wanajeshi wa serikali na wote waliokuwa wakishirikiana nao, hasa wanajeshi kutoka Burundi na mamluki kutoka Ulaya, yani Ufaransa, kutoka Rumani. Hivi sasa tunapatikana katika mji wa Goma kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa unawaona ni wanajeshi kutoka Rumani pamoja na Ufaransa ambao walikuja kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini baadaye walikamatwa na waasi wa M23. Waasi wa M23 wameruhusu wanajeshi hawa kurudi nyumbani. Willy Ngoma, msemaji wa waasi wa M23, anasema kwa nini wameruhusu wanajeshi hawa kurudi. Hiyo ni mercenary tunawabana, lakini sasa tunawaachia huru baende kwao, sababu ni watu walikuja kupigana juu ya franga ya pesa na biko saa tu na bujinga tu. Saa bujinga ya Tshisekedi alibakamata banajua kuua Wakongomani, ndio maana tulibakamata tuliwarudisha kwao. Juu tunajua droit humanitaire international, tunabaacha tu baende. Kwa nini mnawaacha waende wasio wafungwa wa kivita? Biko wafungwa wa kivita, lakini tunawaacha waende. Na tumwambia kama banasubutu hata sehemu nyingine tutabashika sasa, na wataona sasa hivi wataona. Lakini hata hivyo tumezunguka mitaani ambako kumekuwa shida ya umeme na ukosefu wa maji. Sisi wananchi tunahitaji vita iishe kupitia mazungumzo, kwa sababu tunateseka sana. Mtusaidie sana nyie watu wa kupeleka habari. Hatutaendelea na kuishi katika hali kama na hii. Karibuni miaka 3 hii vita iko. Sasa taifa inateseka, watu wanakufa, watu wanahangaika. Tunaomba watu waketi kwa meza moja, wafanye mazungumzo, vita iishe. Tunahitaji hapa Goma, tunapenda barudishe kwanza kuratuna moto. Hii giza hatuitaki, na mai apre pala tushe na connection. Pengine hatuhangaike kwanza. Tunateseka sana. Ya kwanza ikuwe usalama, apre sa tulale bien, apre kura tupate nini connection, yani umeme. Wakati risasi inapiga, mimi nilivichama ndani ya kitanda kabisa, nilibaki ndani ya nyumba basi. Wakati risasi ilipunguka nikatoka ndani ya nyumba, nikaje tena nje. Ndio umeona M23 nzio. Sasa mapigano na msako mkali ukoendelea, M23 ikiomba wafanyakazi wa serikali na wanajeshi waliojificha kujiripoti. Kazi ya Goma bakuwe calme. Kila mtu atoke kwake, afanye biashara yake, afanye biashara vizuri sana, kila activite irudie. Na dakika kidogo wakubwa ya chama watawaelezea maneno ya mai, kuhusu maji na kuhusu umeme. Wakubwa ya chama watawaelezea hiyo bwana. Lakini hivi sasa tunapatikana kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwenye ardhi ya Kongo. Hawa ni wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuja kushinikiza mamluki kutoka nchi za Rumani pamoja na Ulaya waliokuwa wakisaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hii ni baada ya waasi wa M23 kudhibiti vilivyo mji wa Goma, ikiwemo uwanja wa ndege pamoja na vituo vya redio na ofisi za serikali. Katika maeneo ya kaskazini bado wanajeshi wa serikali ambao wamekataa kusalimisha silaha zao wakiwa huko pamoja na wapiganaji wa Zalendo katika maeneo ya Turunga, lakini waasi wa M23 wanasema kwamba wanashughulikia swala hili la usalama. Kikosi hiki cha waasi wa M23 hivi sasa kimedhibiti baadhi ya maeneo ikiwemo mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maeneo ya ziwa, yani bandari. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.